Marekani imeongeza shinikizo kwa Israel baada ya kuibuka tena kwa mgogoro kuhusu ndege zake za kijeshi za kujaza mafuta angani ambazo zimekuwa zikipaki katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion nchini Israel. Mgogoro huo ambao hapo awali ulionekana kuwa umetatuliwa baada ya mamlaka za Israel kupendekeza ndege hizo zihamishiwe maeneo mengine kijeshi, sasa umeingia katika hatua mpya na umefika ngazi ya viongozi wa juu wa kisiasa wa nchi hizo mbili. Wizara ya uchukuzi ya Israel jana Jumatano ilitangaza kuwa imefikia makubaliano ya kuhamisha baadhi ya rasilimali za kijeshi za Marekani kutoka Ben Gurion kwenda maeneo mengine ili kupunguza msongamano katika uwanja huo. Mamlaka ya viwanja vya ndege ya Israel ilikuwa imeonya kuwa kuendelea kwa ndege nyingi za kijeshi katika uwanja huo kungeathiri shughuli za kawaida za ndege za abiria, kuchelewesha safari na kuongeza changamoto za kiusalama. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi vya Marekani vimesema hii leo Alhamisi, Julai 16 mwaka 2025 kuwa maeneo mbadala yaliyopendekezwa na Israel hayakidhi mahitaji ya operesheni za jeshi la Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Ben Gurion ndio eneo lenye miundombinu, usalama na uwezo unaohitajika wa ndege hizo kufanya kazi kwa haraka endapo hali ya usalama ya Mashariki ya Kati itazidi kuwa mbaya. Kutokana na kutokubaliana huko, swala hilo sasa linatarajiwa kujadiliwa moja kwa moja na waziri wa ulinzi wa Israel Katz pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambao wanatarajiwa kufanya maamuzi kuhusu iwapo Marekani itaendelea kutumia Ben Gurion au italazimika kuhamisha operesheni zake sehemu nyingine. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Marekani imesema kuwa uwepo wa ndege zake katika Ben Gurion ni muhimu kwa maandalizi ya kukabiliana na hali mbaya zaidi za kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Miongoni mwa hali zinazotajwa ni uwezekano wa Iran kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika nchi za Ghuba ya Uajemi, jambo ambalo lingehitaji Marekani kuwa na uwezo wa haraka wa kusafirisha mafuta kwa ndege za kivita, kuhamisha vifaa vya kijeshi na kutoa msaada wa vifaa kupitia Israel. Ndege za kujaza mafuta angani zina nafasi muhimu zaidi katika operesheni za kijeshi kwa kuwa huongeza muda ambao ndege za kivita zinaweza kubaki angani bila kutua, hivyo kuruhusu mashambulizi au doria kufanyika kwa umbali mrefu zaidi. Kwa sababu hiyo, Marekani inaona Ben Gurion kuwa sehemu yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na ukaribu wake na maeneo yenye mvutano. Taarifa zinaeleza kuwa licha ya mazungumzo ya awali yanayolenga kupunguza idadi ya ndege na wanajeshi wa Marekani wanaotumia uwanja huo, sasa Pentagon inataka si tu kubaki Ben Gurion bali pia kuongeza uwepo wake ili kuwa tayari kwa hali yoyote ya dharura inayoweza kujitokeza, hasa ikiwa kutatokea mzozo mkubwa unaohusisha Iran. Kwa upande wake Israel, mamlaka za usafiri zimeendelea kueleza wasiwasi kuhusu matumizi makubwa ya Ben Gurion kwa shughuli za kijeshi yanaweza kuathiri usafiri wa anga wa kiraia, kwani uwanja huo ndio lango kuu la kimataifa la nchi hiyo. Hivyo serikali inalazimika kusawazisha mahitaji ya usalama wa taifa na mahitaji ya shughuli za usafiri wa kawaida. Mgogoro huu unaonyesha jinsi mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran unavyozidi kuathiri mipango ya kijeshi na ushirikiano wa kiusalama kati ya Washington na Tel Aviv. Uamuzi utakaochukuliwa na Netanyahu pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Katz unaweza kuwa na athari kubwa katika maandalizi ya kijeshi ya Marekani ndani ya eneo hilo ikiwa hali ya usalama itaendelea kuzorota. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.